chache. Kwa hivyo hata administration wamepewa ruhusa ya kuja kugawa sisi hapa. Na sisi watu wote hapa si ni wa rais, si ni wa serikali ya Jubilee. Lakini ilikuja kusemekana nyinyi ni wanani, nyinyi ni wanani, nyinyi ni wa mheshimiwa. Tunataka watu wakieleweke, hatutaki watu wa tangatanga. Nyinyi mko tangatanga ama kieleweke? Si mko kwa serikali moja? Mko kwa serikali moja? Sasa wakapelekwa huko. Na mimi niliwapewa ruhusa nikamwambia, wale waliconsult mimi nikamwambia, kwa sababu ni pesa mnaenda kupewa na hatuna pesa, muone mpewe nini? Pesa. Lakini ukweli wa mambo nataka kuongea. Uhuru Muigai Kenyatta, my brother, wewe tumekaa na wewe na wewe ndio rais yetu. You are dividing this country. Unagawanya nchi hii. Unaita watu waambie mambo ya BBI. Unaenda kuambia vile watu wa Central watafaidika zaidi kuliko watu wengine ndio wanataka wapitie BBI. BBI ni watu wa Central peke yake ama ni yetu sisi wote? Si sisi wote? Kila mtu. 47 counties. Tunataka usawa. Hata ile sehemu inasemekana kama Turkana sehemu nyingine ikiwekwa pesa ya kutosha, sisi tutaenda kufanya biashara wapi? Huko. We are going to expand. Kwani Chinese wamekuwa population kubwa kwao mpaka wamekuja hapa kufanya biashara, si ndio? Hata sisi we can do the same. Nikasikia rais akasema ate haku promise Ruto miaka 10. Sasa mimi nashindwa. Surely we need to pray for our president. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema tukisikia, tukiona na macho yetu. Sasa anasema ate haku promise Ruto. By the way, I want to respond to him. Sisi hataki kusaidiwa na wewe. Ile watu watasaidia uchaguzi ya 2022 ni mwananchi. Yako 10 tumekutimizia. Kwa njia mzuri, kwa heshima. Watu wangachura hapa hatukulala usiku ya kurudia kura. Na ile mtu analeta mambo ya kurudia ni huyo mtu mko na yeye. Ile mtu alipeleka wewe Hague ni nani? Ni huyo. Tumechoka kwa wewe kutuletea complication ya president. Miaka yako 10 imefika, please go back and go home. Unatuambia pesa inaibua bilioni 2. 2 billion. Ukienda Kakamega kwa mazishi, unaenda unasema you are in charge. Kwa hivyo are you in charge kwa ile watu wanaiba? Na kwa sababu unasema ni bilioni 2, kwa hivyo unajua inaibiwa wapi? Bilioni 2 kwa siku. Tukipata bilioni sisi moja hapa kwetu, maji, mashule, tutamaliza shida zetu. Kama sina mna hiyo. Sasa unatuambia pesa inaibiwa. Then you should resign. Kama umeshindwa na kazi, unaenda kudili na kabila moja hata ya Central. Na sio watu wa Central, ni watu wachache. Kwa sababu watu walikatana na hiyo mambo alikuwa anasema. Ni wachache wameenda huko. Na walienda kwa sababu ya tumbo. Na tunawajua. Lakini nawaambia mtafanya hiyo, muongane. Mtakuja mupitishe kwa assembly kwa sababu hao mliahidi hao pesa ya kudanganya hao milioni 2 ataka grant. Mtapewa pesa mna mingi sana, watapitisha. Bunge imekuwa ya corruption, mtakuja mtapeana pesa, itapitishwa, lakini mtakutana na Wanjiko. On the referendum mtakuja kukutana na Wanjiko. Mumwambie faida ya referendum ni gani? So guys, I don't know what is the pressure, what is the stress for you. Miaka yako umemaliza. Ni kitu gani hii ndio nasukuma? Na mimi nilisema watu wakaona kama na madharau, Uhuru hataki kwenda. Jana alisema, juzi alisema mimi na naongea na Kikuyu. Ati mimi nitakuwa 2022 hiyo nyama ikichinjwa, mbuzi ikichinjwa, mimi nitakuwa moja ya kusema vile mtu atachukua matumbo na wazao wachukue kichwa cha muse supu. That means he is confirming what I said. He is not ready to go. Kibaka wetu yuko wapi? Mnasikia akizungumza? Alituambia tutaenda wapi? Nakuuliza president wetu. Where are your uncles? Kwa sababu mtu akishindwa na kazi anasaidiwa na uncles na auntie. Don't you have uncles and aunt ya kusaidia wewe? Tumepakia wewe usiwaze jina mbaya. Sasa unafanya tuanze kurudia mambo mpaka ile ilikuwa ya zamani. Historia ya baba yako, historia ya wale watu mko naye, wewe iko hapo, baba yako alikuwa rais. Si vibaya kuchaguliwa na rais? Kuzaliwa na rais? No, you are not saying this wrong. Hapa tuko na Raila Odinga, baba yake alikuwa prime minister. Hapa tuko na Mudavadi, baba yake alikuwa minister. Very strong. Kama si ukweli? Hapa tuna Gideon, baba yake amekuwa nini? I want to remind you
Hakuna hao wazazi wenyu pahali walienda wakachukua pesa Ulaya, wakakuja wakaleta hapa wakatajirika. Walifanya biashara na watu wetu. Waligrabu zitu zetu za wananchi wa Kenya. Hakuna pahali mtoka na pesa kutoka nje. Na sasa mmepewa power. No, now you are misusing the power. Let me tell you. And I want to advise you because mimi nasomaga Biblia. Biblia kitabu ya Mungu inatuambia ukipata pesa ikianza kwenda juu, upate madaraka ianze kupanda juu, tafuta ngazi uanze kuteremka chini ili Mungu akuinue. Sasa umepata madaraka, umekuwa umeroa na madaraka. Wewe umepata pesa, umepanda naye juu. Kuna maskini wengi sana. Wakati unazungumza na watu wa Central peke yake, I want to ask you, unajua ni Wakikuyu wangapi wako Kenya mzima? Wakikuyu wale wako Kenya mzima ni wengi kuliko Wakikuyu wale wako Central. Ama si kweli? Na tunakaa hapa kwa kusurvive. We are hustling. Ama we are not hustling. Sasa wewe unarudi unasema ati Ruto anasema ati watoto wakitoka kwa Kamazo University wapewe wheelbarrow. Let me advise you, tafuta mtu interpret kwako kama ujui Kiingereza ama Kiswahili tunazungumza. Wheelbarrow is just an example of saying giving courage. Ile watu wako chini, you can come from wheelbarrow and you go somewhere. Yes. That is giving people courage. Ya wale wako chini. Lakini sasa wewe unashikana na Raila, unaanza propaganda. Kuzunguza. Ati tuna incite watu masikini na tajiri. No. What we are saying ni nyinyi watu aina hatutaki. Wacha wananchi wachague watu wanafanya nini? Wanataka. Na uache kuweka wacha watu wakuwe kwa sanduku. Ule atachaguliwa atafanya nini? Atakuwa rais wa Kenya. Hatuna ukabila sisi. Wote atachaguliwa. Raila akichaguliwa, Kalonzo akichaguliwa, lakini msijaribu president kupita njia ya shortcut. Hiyo nasema ati utakuja kugawa nyama. Utagawa nyama kama uko wapi na miaka yako 10 imeisha. You pack and go home. Wachana na mambo mingi. Ile shida tuko nayo wa Kikuyu saa hii inatupiga kwa kabila zote. Ni ile mashamba mlichukua Ngata, ile mashamba mlichukua Kitale, ile mashamba mlichukua Nairobi, ile mashamba mlichukua Mombasa, Tana River. Hiyo mashamba yote ndio inafanya sisi tupigwa kama Wakikuyu. Kwa Daramea yote hata saa hii inatumiwa Daramea lakini amenunua. Mambo ya maziwa, factory ya unga, factory ya wine and spirit, factory ya sawmill. Watu yetu wa Lubagoni wamekwisha. Walitolewa kwa mashamba na Moi, wakanyang'anywa haki yao kwa forest. Waliponyang'anywa kwa forest, saa hii hawana pahali ya kukaa. Wanakaa tu centers maskini. Wao wanarudi naleta kijana ya Moi, senator, ataende akasettle watu huko. What's wrong with you, president? Iko shida gani? Why can't you go and relax? Na mambo ingine usiongee sana. Sasa tumeanza kujua mambo ambayo tu kujua. Wao litukana Songo, ukasema Songo anawekaga spect. Ukatukana yeye. Kijana mdogo. It's not your land. Sasa wanateremka chini kabisa. Sasa Songo alikujibu. Naenda kufundisha. Kuna watu wengine they have nothing to lose. Don't respond on them. Sasa Songo ametuambia na hatukujua hiyo. Ate wewe ndio ulimfundisha kukunywa bangi. Ndio Songo amesema. Na akasema wewe ndio ulifundisha yeye kwa sababu macho inakuwa nyekundu mtu akikunywa bangi atemuko aweke goggles. Sasa hiyo kweli president. Unaanza kutushania mtoto kidogo unajua atakutoa nguo kabisa. Mtu kama umefanya mambo mbaya na yeye don't go across him. Na unajua tabia ya Songo. Atakutoa nguo utashangaa. Kuna mambo mingi amesema atatoa. Hiyo msafara yenu wote mlikuwa na idea na yeye usiku na kila kitu, you be shocked. I won't tell you the president you are naked. Lazima tukurudishe nguo. You are naked. But I'm standing here saying Kikuyu si Rift Valley. Hatutaumia tena kwa sababu incitement. Sisi hatutapigana na mtu yoyote na sisi tunakaa kwa amani. We are struggling for our children here. Hakuna mtu akuja kutusaidia. Ni sisi wenyewe. Please don't incite Kikuyu and Kalenjin kwa sababu sasa grupu yako mnataka Kikuyu na Kalenjin wapigane. Hiyo ndio njia yako naangalia, hakuna njia nyingine. Hiyo ndio alternative ile umebakisha peke yake. I want to tell you, our Kikuyu and Eldoret, Kitale, wako Turkana, wako Busia, wako Kakamega, wako Kisumu, wako Mombasa, wako Ukambani. So when you are talking, you need to know exactly. Na nakuomba ukizungumza kwanza uweze kuwa sober.
na usungumuze mambo ambayo unajua kabisa ni mambo ya kukusaidia. Kwa sababu ya mambo unaenda ukiongea ni mbaya. Mimi naona watu walikuwa wamekuja hapo wamepoa pombe, walikuwa walevi kwa hiyo mkutano. Walevi. Ati wanasema, na unacheka sana. Wanasema ati watakamata hiyo watu wanakusumbua kina Ruto na sisi tutakamata mguu, watakamata mguu hii na mguu ingine, atamtoa hiyo vitu iko katikati. What a language. How can you president stand for those language? Who is Jenga Mungai? Jenga Mungai ndiye ametupiganisha hapa vita kubwa. Yeye anaitwa Kipanga. Kwa hiyo vita alikuwa anaongoza huku. Vijana wetu wamekufa akiwaongoza kwa vita. Kupigana vita haina sababu. Saa hii huyo ndio spokesman yako. Kwa hivyo mla plani na hawa na kina Kiuna na grupu hiyo ili hapa kuwe na vita. I have talked to my friends Kalenjin na tumesema hakuna vita itapatikana hapa. Na nimeambia hao wanyamaze kabisa na sisi tunyamaze. Sisi tunataka kukaa na kabila 47 tukae pamoja. Na I'm inviting me Ngashura. Kujeni mnunue mashamba, mnunue ploti tukae pamoja. Mlete watoto wenu wasome hapa, tu struggle sisi wote tukae pamoja. I think this is very long. Na mimi sitakubali hiyo. And I'm saying ile miaka nimebakisha na kuzungumza ukweli na kujipanga kwenda biguni. Na kwenda biguni hapa plan ya kuamini Mungu. Hata siku moja akinichukua nilikuwa nasema ukweli. Sikuzungumza kitu ya uongo hata moja. Ama sina namna hiyo. Sisi tukae pamoja. Maji ikose, nilikuwa demonstration leo tukasimamisha. Hiyo ndio mambo ya kuzungumza kusikizana. Lakini I will not stand that. Mimi alikuja kunitukana hapa kwangu nyumbani. Simulisikia? Kwa mlango kwa watoto yangu na nimechinjia ya kwangu safari ngapi? Safari 3. Kai huyo tale moge koyo. Uno hea mundu gitio. No menyaga we munyinyi kule ni. Wewe ni mdogo kwangu unasikiza hata mimi. Tulianza na wewe Kanu. Ukiwa chairman Kiambu, chairman wa Kanu, nilikuwa chairman ya Kanu na Kuru district. Mimi. Ruto alikuwa vice chairman ya Chesile, Dodet. So we are the same rank. Hiyo mambo nasema hata mimi sijui ni nini, mimi sijui ni nini. Tulikuwa rank moja. Na sisi ndio tuliambia moja kupromote. Na tukakushika ukakuwa promoted. Lakini hatukujua wewe unapanda juu ukuje utumalize. Why should you fight with MPs? Umeweka incitement. BBI ingekuwa na shida kama tungeongea wananchi. Lakini wewe umeincite kupiga wajumbe na kupiga kifua. My friend, there is God in heaven. Wale wana God Father. Sisi tuna God in heaven. Na God in heaven atatusaidia. Na hatutapigana. Hata incitement. Na mimi naambia ndugu zetu wa Kalenjin munyamaze kabisa. Hii vita sio yenyu. Hii vita ni yetu, wale tulidanganyana. Tukasema 10 na watu walisikia. Kama sina mna hiyo. Sasa una incite wa Kikuyu wachache against DP. Unaenda kufanya mkutano, ule mtu alikusaidia na ndio watu repeated. Kama sio Ruto, wewe haungekuwa kwa uongozi. Reverse your mind. Haungekuwa kwa uongozi. Ruto alifanya uingie nini? Uheshimu yule mwingine na yeye akuheshimu. Second, wewe jiheshimu ili uweze kufanya nini? Kuheshimiwa. Sasa unakuja hapa uliniacha na watu wangu hapa. Sio maji ulitupea, sio nini ulitupea, matusi hatukukula. Wewe ukarudi ukafanya nini? Ukahama. Wewe wacha tufanye hustling yetu na watu Na hiyo mambo mnataka kuleta incitement ati Uhuru Baro ni kama kuincite. No. Uhuru Baro, we are saying you can come from nowhere to somewhere. Mimi nimekuwa na nyinyi hapa. Nimeuza dania. Mama nani? Nimeuza dania. Nilikuwa nikubebea majani ya ng'ombe na matatu yangu. Na ulikuwa dereva ya matatu. Na nilikuwa dereva ya matatu. Na ulikuwa mkulima na tinga hapa. Na nilikuwa mkulima, Mungu akanisaidia ikakuwa kwa tinga hapa. Kutoa chini. Then God can get you from nowhere to somewhere. Na nikutume mzee yangu. Hii wazee wanajiita ya mbusi. Ambia hao wakule na wasioneshane tumbo. Ndio. Wanajiita hata wazee. Hata hao ndio wanaenda kupanga laini huko ya mbele wajikamata tumbo. Mungu alisema Gayeugira wage ananda tukonia ndu. Kana tiguo. Athuria cio aku they are gone. Kuria ini maranyitwo guku makira gore mekuga agethae nao. Mumenye kwe Ngai matuine. Inyuĩ mwatoinĩire ũhoro wa Ruto. Inyuĩ enyewe. Magituine ũhoro wa Ruto Kongo-inĩ agĩkwambararia. Yes. Umuthi ũyũ ri wanazungumza mambo tofauti. Nyinyi waimbaji, we don't need you. Unasemaga ati mnafanyaga tuchaguliwe wapi? Nyinyi mliona ikizunguka na waimbaji hapa? No. Mimi nikana nyinyi kaomba nyinyi kura
Na safari ya pili mkanipa nini? Kura. Sasa nasikia wametoa watu kutoka OP. Iko watu wanachukuliwa hapa Ngachura wanakuwa trained wa hoteli iko Shabab. Watu 25 every week. Wanalipwa siku ngapi? Hata kwa sababu wameona siwezi hapa kunipiga kisiasa, sasa wanafanya strategy ya vile wataiba kura hapa. Wakuje tutakutana. Mimi najua kuuma watu vidole. Wakuje tu. Wacha wakuje. Na unega kumuheshimiwa. Mheshimiwa. Ogothia maita mau nginya rero gatwera no wanoga. Miaka ni yatosha. Basi. Asante. Ulikuwa unasema turudi kwa maji kidogo. Yes. Maana hilo swala limeleta maji